Natumai ubweri wa afya popote ulipo. Hujambo na karibu kwenye meza yetu ya habari hapa Mvita TV. Ikiwa imetimia saa 1 jioni tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2025 majira ya Afrika Mashariki. Jina langu ni Sherin Mwikali. Hizi ndizo habari kuu. Mahakama ya hukumu aliyekuwa meja wa jeshi la ulinzi la Kenya Peter Mugure kifungo cha maisha kwa minajili ya kumuua mkewe na watoto wao wawili. Wanafunzi 4 wa shule ya Utumishi Girls Academy wafikishwa mahakamani kufuatia mkasa wa moto uliogharimu maisha ya wanafunzi 16. Hazina ya Taifa yafanya mabadiliko katika baadhi ya Kenya hii. Rais wa CAF aeleza matumaini makuu katika maandalizi ya AFCON 2027 nchini Kenya, Uganda na Tanzania. Na baadaye tutakuwa tukiangazia taarifa ya hali ya hewa. Na sasa tuanze na habari yetu ya kwanza. Mahakama Kuu ya Milimani imemhukumu aliyekuwa meja wa jeshi la ulinzi la Kenya Peter Mugure kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na kosa la kumuua mkewe Joyce Siombua pamoja na watoto wao wawili. Jaji asema mauaji hayo yalikuwa ya kinyama na kwamba adhabu ya kifungo cha maisha ndiyo inayostahili kutokana na uzito wa kosa hilo. Mugure apewa haki ya kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Na tukisalia hapa nchini, wanafunzi 8 wa shule ya Utumishi Girls Academy waendelea kuhukumiwa mahakamani kwa kosa linalowakilishwa mkasa wa moto uliotoka katika bweni la shule hilo uliopelekea vifo vya wanafunzi 16. Ya utumishi. Sasa tuangazie taarifa za biashara ambapo Hazina ya Taifa imewaondoa baadhi ya wawakilishi wake katika bodi ya shirika la Kenya Reinsurance maarufu RE katika hatua inayolenga kurejesha utulivu ndani ya uongozi wa shirika hilo. Mabadiliko haya yanajiri wakati shirika hilo liliendeleza na mipango ya kuimarisha shughuli zake za nchini na nje ya Kenya. Tukielekea katika taarifa za kimataifa, serikali ya Uingereza imetangaza kusisitisha zoezi moja la mafunzo ya kijeshi lililokuwa lifanyike nchini Kenya baada ya leseni zinazohitajika kutolewa kwa wakati. Hata hivyo, serikali ya Uingereza imesema ushirikiano wa kijeshi kati ya Kenya na Uingereza utaendelea kawaida licha ya kusitishwa kwa zoezi hilo. Na sasa tupumzishe siasa na uchumi kwa muda, tuangalie yanayojiri katika ulimwengu wa michezo. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika Patrice Motsepe amesema ana imani kwa Kenya, Uganda na Tanzania zitakuwa tayari kuendelea kwa mafanikio mashindano ya Kombe la Mataifa mwaka 2027. Motsepe amesema maandalizi ya viwanja na miundombinu yanaendelea huku akisisitiza nchi hizo kuendelea kushirikiana kukamilisha mashindano hayo yafanikiwe. Na kabla hatujahitimisha taarifa yetu ya habari, hebu tuangalie hali ya hewa katika maeneo mbalimbali nchini. Pwani ikiwemo Mombasa, Kwale na Kilifi inatarajiwa kuwa na vipindi vya jua pamoja na mawingu kiasi. Maeneo ya nyanda za juu yakiwemo Nairobi, Nyeri na Nakuru yatarajiwa kushuhudia hali ya baridi wakati wa asubuhi na usiku. Maeneo ya magharibi mwa Kenya na bonde la Ufa yatarajiwa kupata mvua hapa na pale. Na kama vile alfajiri huondoa giza, ndivyo habari sahihi huondoa sintofahamu. Asante sana kwa kuifanya Mvita TV kuwa chaguo lako. Mimi ni Sherin Mwikali. Tuonane tena wakati kama huu. Kwaheri.